wala takunu, wala msije mkawa kalladhina, kama wale watu ambao kwamba tafarraku, walifarikiana katika misingi ya dini, wakhtalafu, wakakhitalifiana katika misingi ya dini, min ba'di ma ja'ahumul bayinatu, baada ya wao kujiliwa na ubainifu. Kwa nini wamefarikiana? Kwa sababu waliongozwa na matamanio ya nafsi zao. Wale walio katika kitabu hiki cha Sheikh Muhammad Swawi, upande wa pili kuna maneno yanasema tambihun al-ikhtilafu alladhi asharati ilayhi al-aya, ikhtilafu ambayo aya imeiashiria hapa. Ikhtilafu hii, wala takunu kalladhina tafarraku wakhtalafu, inma yuradu bihi, panakusudiwa kwa ikhtilafu hiyo al-ikhtilafu fil aqidati, kutofautiana katika masala ya msingi aqida. Al-ikhtilafu fil aqidati, kukhitalifiana katika misingi ya aqida, wa fi usuli dini, na katika misingi ya dini. Wa amma al-ikhtilafu fil furu'i, ama kukhitalifiana katika masala ya tawitawi ya furu'i, kama ikhtalafa al-a'immatul mujtahiduna, kama walivyokhitalifiana wanawazuoni walio na sifa ya ijtihadi mpaka zikapatikana madhehebu maarufu 4 zilizobaki, lakini zilifika mpaka 12. Fadhalika minal yusri fi sharia, ikhtilafu hiyo anatuambia shekhe ni katika wepesi katika kutekeleza sheria zetu za dini yetu. Kama nabaha dhalika al-ulamau, kama walivyoweka wazi hilo na kulizindua wanawazuoni. Walibn Taymiyyah rahimahullahu risala, Ibn Taymiyyah anacho kitabu kidogo qayyimatun, kilichosimama asmaha, amekiita kitabu hicho Raf'ul Malami, kitabu cha kuondosha lawama, anil a'immatil a'lami, kuwaondoshea lawama wanawazuoni wa ulimwengu. Kwa nini walikhitalifiana? Al-Imamu Ibn Taymiyyah ana kitabu hiki, kitafute utakipata. Kwa nini kukawa kuna ikhtilafu katika madhehebu? Na ikhtilafu hii ya kimadhehebu sio aliyoikusudia Allah hapa kutuambia wala tafarraku. Tumefahamiana eh? Tayib, anatuambia subhanahu wa ta'ala, wa ulaika lahu wala takunu kalladhina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu wa ulaika lahum adhabun adhim, ay lahum bisababil ikhtilafi, wamethibitikiwa kwa sababu ya kule kukhitalifiana katika misingi ya dini, adhabun shadidun yawmal qiyama, siku ambayo yauma tabyaddu wujuhun, Allah anasema siku hii kuna nyuso zitakuwa na nuru, wataswaddu wujuhun, na kuna nyuso zitakuwa zinakiza sana. Ay yaumal qiyamati tabyaddu wujuhul mu'minina, zitakuwa na nuru nyuso za waumini. Kwa sababu gani? Bil imani wa taa, kwa sababu ya imani na taa ya Mwenyezi Mungu. Na Mtume anasema yudauna ummati yaumal qiyama, wataitwa umma wangu siku ya kiyama ghurran muhajjalina, kwa sababu watakuwa wanang'ara sehemu ya usoni na sehemu ya katika mikono yao, min athari alwudhui, kutokana na athari za udhu. Kwa hivyo ndio yule bwana wa babu yule akatwambia anapotia udhu mtu ni sunna kupandisha maji katika nini, paji lake la uso huku juu.
kwa sababu siku ya kiyama mule alimofika maji ya udhu mtakuwa mnang'ara nuru. Na humu katika mikono ni sunna kupandisha maji mpaka huko juu. Siku ya kiyama mtakuwa mnang'ara, alafu na mapambo siku ya kiyama yatamalizia mule mlimokuwa munafika maji ya udhu. Tunafahamiana Tayeb. Kwa hivyo nyuso za waumini zitakuwa ziko katika nuru kwa sababu ya imani na kwa sababu ya taa ya Mola wao. Amma alladhina, ndio fa amma alladhina suwaddati wujuhuhum, ama wale ambao nyuso zao zitakuwa nyeusi, kafaru, hao kafartu fa amma alladhina suwaddati wujuhuhum akafartum, nyinyi mlikufuru baada imanikum, baada ya kuwa mulishaamini mtume Muhammad ni mtume wa haki, mulishaamini Qur'ani ni kitabu cha haki, lakini mkabaki na zile itikadi zenu mulizodhirithi kutoka kwa baba zenu ambao ni washirikina mpaka mkafika kufa, lakini mulikubali Qur'ani si maneno ya kibinadamu. Wanaambiwa hivyo fa amma alladhina suwaddati wujuhuhum, ama wale ambao nyuso zao zitakuwa nyeusi, Allah anasema akafartum, nyinyi mulikufuru baada imanikum. Hadha tafsilu li ahwali alfariqaini, maelezo haya ndiyo tafsiri ya hali ya makundi mawili. Baada al-ijmal, baada ya kuyaleta kwa ujumla. Wal maana amma ahlun nari alladhina suwaddati wujuhuhum, ama wale watu wa motoni ambao nyuso zao zitakuwa na kiza. Fayuqalu lahum, wataambiwa ala sabili taubihi, katika njia ya kuwatahayarisha, akafartum baada imanikum, ay baada ma wadhat lakumul ayatu wadalailu, mulikufuru baada ya kuwa aya ziko wazi, dalili ziko wazi, nyie mkaamua kukufuru. Ndio Mwenyezi Mungu katika surati Abasa akatwambia wa wujuhu yawmaidhin alaiha ghabara, na nyuso za makafiri siku hiyo juu lake zitakuwa zimefunikwa na mavumbi. Tarhaquha qatara, alafu akasema ulaika humul kafaratul fajara. Anasema hivyo baada ya kuwa nyuso zao nyeusi, Allah atawaambia fadhuqul adhaba, onjeni adhabu ya moto wa jahannam, bima kuntum takfurun. Moto huu unawafika kwa sababu ya kule kukufuru kwenu muliko kufuru katika dunia. Aidhuqul adhaba shadida bisababi kufurikum, onjeni adhabu kali kwa sababu ya ukafiri wenu. Wa amma alladhina biyadhati wujuhuhum, ama wale ambao nyuso zao zitakuwa na nuru. Aywa amma suadaul abraru, ama wale wema wacha Mungu. Alladhina biyadhati wujuhuhum, ambao nyuso zao zina nuru. Watu ambao nyuso zao zina nuru, bi'amalihimus salihati, kwa matendo yao mema. Allah anasema hawa fa fi rahmatillah, wao watakuwa ndani ya rehma za Allah tabaraka wa taala. Fa fi rahmatillah, watakuwa ndani ya rehma za Allah. Hum fiha khalidun, wao katika rehma hizo ni milele. Ay fahum fil jannati mukhalladun la yakhrujuna minha abada, hawatatoka milele. Subhanahu wa ta'ala anasema katika aya inaowazungumzia waumini, wujuhu yawma idhin nadhira,
ila rabbiha nadhira, nyuso siku hiyo zitakuwa zinang'ara, zinamwemwetuka, zinafanya hivyo kwa ajili ya kuiangalia dhati ya Mola wao Allah tabaraka wa taala siku ya kiyama. Kwa msimamo wa ahlus sunna wal jamaa, Mwenyezi Mungu atajidhihirisha kwetu, tutamuona, atatupa uwezo wa kumuona Allah, na insha Allah na sisi tutakuwemo katika watakaopata neema ya kuiona dhati ya Allah subhanahu wa ta'ala. Atatuonyesha Allah Tayeb. Aya zinaendelea, subhana anatuambia tilka ayatullah, hizi tunazozisoma ni aya za Allah. Tilka ayatullah, tilka kwa maana hadhihi, tilka ayatullah, hizi tunazozisoma ni aya za Mwenyezi Mungu. Natiluha alaika, tunakusomea wewe mwanadarsa mustamii, msomaji, tunakusomea aya hizi bilhaqi, aya zilizoambatana na ukweli. Aya zimebeba ukweli mtupu, aya zimebeba haki tupu. Aya hizi inazokisema ndiyo uhalisia. Tilka ayatullahi, hizi ni aya za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Natiluha alaika bilhaqi, tunakusomea wewe kwa haki kabisa. Ai hadhihi ayatullahi natiluha alaika ya Muhammad hala kauniha, hali ya kuwa aya hizi multabisatan bilhaqi, zimevaana, zimeshikamana na ukweli. Kinachosemwa ndani ya Qur'ani, ndugu yangu, usiwe na wasiwasi nacho, ndio ukweli. Ukiambiwa kuna watu watafufuka nyuso zao nyeusi, huo ndio ukweli. Ukiambiwa kuna watu watapata neema ya kumuona Allah, huo ndio ukweli. Ukiambiwa kuna watu siku ya kiyama hawataweza kutembea, watakuwa wanapiga magema kwa sababu walikula riba, huo ndio haki. Wala usifikirie hayo ni maneno ya propaganda, maneno yaliyokuwa hayana mashiko. Haya ni maneno ya Allah. Waislamu, ni maneno ya kweli, ni maneno ya kweli, maneno anayotuthibitishia Allah tabaraka wa taala kuwa haya ndiyo maneno ya kuyafanyia kazi. Katika suratul Jathia subhanahu wa ta'ala anasema tilka ayatullahi, hizi ni aya za Mwenyezi Mungu. Natiluha alaika bilhaqi, tunakusomea wewe aya hizi kwa uadilifu, aya zilizoambatana na ukweli. Fabi ayi hadithin, maneno gani tena, baada Allahi wa ayatihi, baada ya Mwenyezi Mungu na aya zake ambazo ni Qur'ani, yu'minun, aya gani, dalili gani watu watakazoziamini kuwa hizi aya zinazungumza kweli, kuwa dalili hizi ni dalili za kweli. Aya zikaendelea, Allah akasema wailun, ole wake, ole wake, adhabu kali, likulli afakin athim, adhabu kali itamthibitikia kila mzushi muongo mwenye miji dhambi. Ni upi huyu afakin athim? Ni yule ambaye Allah anamsema yasma'u ayati llahi, anazisikia aya za Allah kama hivi tulivyokuja darasani. Yasma'u ayati llahi, anazisikia aya za Mwenyezi Mungu. Tutila alaihi, anasomewa aya za Mwenyezi Mungu. Thumma yusiru, kisha anaendelea kufanya yale yaliyoharamishwa,
kisha anaendelea kutotekeleza aliyoamrishwa, hana haya, hana aibu. Thumma yusirru mustakbiran, kisha anaendelea kuwa mtu wa kibri na jeuri. Kaan lam yasmaaha, kama kwamba maneno ya Mwenyezi Mungu hakuyasikia. Allah anasema fabashiruhu biadhabin alim, huyu mpe habari adhabu kali inamsubiri. Sawa, haya ni maneno ya Allah. Kuna watu huwa wanazifanyia jejeo aya za Allah. Mwenyewe anasema wa idha alima, akijua chochote, min ayatina shay'an, katika aya zetu akajua chochote, ittakhadhaha huzwa, anaifanyia shere ile aya ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ulaika lahum adhabun muhin. Hujawasikia wewe mtu kashapiga maji alafu anasema Allah kasema wala tashrabu innamal khamru wal maisir wal ansabu. Mimi nimesoma bwana, anaifanyia istihzai. Ukamkuta mtu chochoroni kashambamiza mtoto wa mtu kiwambazani, ushafahamu bwana, wewe unatoka zako msikitini, yule mtu unamjua, Bwana Juma vipi? Usiwe na wasiwasi shekhe, tunajua bwana Allah kasema wala taqrabu zina. Ndio yuko hapo hivyo, ndio yuko hapo hivyo. Mwingine aya za Mungu zote anazifanyia kejeli, lakini akiiona aya moja ina maslahi, inataka yeye aheshimiwe, inataka yeye apendwe, inataka yeye afanikishe yake, aya hiyo inasomwa kwa nguvu zote. Zile zingine zinazomuelekeza yeye, hizo uzisikii kusomwa, utafikiri zimenasikhiwa tilawa, zimenasikhiwa, hazipo. Kumbe zipo, hazitaki. Lakini zile zilizokuwa zinapelekea maslahi kwake, Allahu akbar, zinasomwa. Ndio anasema wa idha alima, huyu mtu akifahamu, min ayatina, katika baadhi ya aya zetu, shay'an, akafahamu chochote, ittakhadhaha huzwa, huzifanyia aya hizo istihzai na kejeli na shere. Ulaika lahum adhabun muhin. Allah anasema watu hao wamethibitikiwa na adhabu ya ihana. Ndio unaweza ukawakuta watu wana neema ya ukubwa, wana neema ya mali, lakini hawana heshima wala hawana thamani kwa mtu yoyote. Hata ukipita mtaani ukauliza fulani unamuonaje, basi hilo neno utakalolipata unaweza ukashangaa. Tofauti na wenzetu waliopita akina Omar siku moja, Omar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, amirul mu'minina, alikuwa anatembea katika mji wa Madina kuwasikiliza watu wanalalamikaje, wanasemaje. Akenda katika nyumba moja, akawasikia mtu na mwanawe wanazungumza. Mama anamuhimiza mwanawe maziwa aongeze maji. Umefahamu? Yale maziwa tunayokunywa unajua yanaongezwa maji kwanza kwa mkamaji, alafu yule anaokwenda kununua yule na yeye anaongeza maji. Umefahamu? Na yule anayechemsha hapo mtaani na yeye anaongeza yake. Harabaki nini? Nabaki rangi nyeupe tu. Umefahamu? Hadaa tupu, feki tupu. Kwa hivyo yule mama alikuwa anamueleza mwanawe, ongeza maji angalau tupate maziwa mengi zaidi ili tupate manufaa. Mama mtoto anamwambia, mtoto wa kike anamwambia mama, mimi leo nilihudhuria katika hutuba ya Omar, amekataza khadaa. Mama akarudi kusema, Omar mwenyewe yuko nje anasikia. Mama akarudi kusema, huko Omari alikuwa anasema katika hutuba, hapa tuko mimi na wewe. Kwa hivyo hapa Omari hajui. Akasema siwezi kumsikiliza Omari katika hutuba, mtoto anasomesha masuala ya dini, nikaja kumfanyia khiana wakati niko huku.
Kwa hivyo maelezo yakesha hapo baina ya mtoto na mama. Omari akaendelea na safari yake. Asubuhi aliwakusanya wanawe, akasema kuna mtu yoyote anahitaji mke? Mie mwenyewe sasa hivi tena jamani kuoa. Lau ingelikuwa mie mwenyewe na mpango wa kuoa, iko nyumba ya kwenda kuoa, yuko binti. Umefahamu? Basi watoto wake Abdallah ibn Umar akasema mie nani sijui akasema mimi mmoja akasema mie ninataka. Omar akenda akamposea yule binti kutokana na uaminifu wake. Siwezi kumfanyia khiana Amirul Mu'minina eti kwa sababu hapa hayupo. Nani huyo anayekuogopa wewe ukiwa ofisini eti aseme siwezi kumfanyia khiana mkubwa wangu mimi, kaniamini hapa? Sijui unafahamu? Sasa kwa nini haogopi? Umefahamu? Haya, tilka ayatullahi natiluha alayka, tunakusomea bilhaqi. Wama Allahu yuridu dhulman lilalamin, Mwenyezi Mungu hakusudii kumdhulumu mwanadamu yoyote katika walimwengu. Kila mtu atalipwa kutokana na alichokichuma. Wama Allah, hakuwa Mwenyezi Mungu yuridu dhulman, anataka kufanya dhulma ya aina yoyote ile. Hakusudii kufanya dhulma ya aina yoyote ile subhanahu wa ta'ala lilalamina, kwa walimwengu. Aywa ma kana Allahu liyadhlima ahadan, mwenye kumdhulumu mtu yoyote, walakinna nasa anfusahum yadhlimun, lakini watu wanazidhulumu wenyewe nafsi zao, watalipwa kulingana na hivyo walivyofanya. Baada ya hapo Mwenyezi Mungu anatuonyesha utawala na ufalme wake. Anatuambia walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi, ni vya Mwenyezi Mungu vilivyomo katika mbingu na vilivyomo ardhini, vote ni miliki yake Mwenyezi Mungu, na vote ameviumba Mwenyezi Mungu, na vote anavitawalia Mwenyezi Mungu. Wa ila Allahi, na hapana mahala pengine isipokuwa kwa Mwenyezi Mungu turjaul umur, ndio mambo yote yatarejeshwa huko. Ishi kwa tahadhari, uwe na uhakika kabisa, kama si leo, kesho kutwa narejea kwa nani? Kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo ameanza kusema walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi, ni milki yake Mwenyezi Mungu. Isitoshe, wa ila Allahi turjaul umur, mambo yote haya tunayoishi nayo, tunalalamika, huyu anatuibia, huyu anatunyang'anya, huyu si mwadilifu, huyu si mkweli, ila Allahi turjaul umur, mambo yote yatarejeshwa kwa Allah na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Katika surati Yasin anatangaza baada ya kukusanyika watu katika viwanja vya hisabu, atasema falyauma la tujzauna falyauma shay'a, leo hakuna atakaye dhulumiwa. Falyauma, neno la kwanza la Allah, falyauma la tudhlamu nafsun shay'a wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Jazakallah khair. Mfahamu? Hamtalipwa isipokuwa mlichokuwa mkikifanya. Jiulize mara mbili, unafanya nini? Sawa? Na kama umeteleza, bado nafasi ya kurudi kwa Allah unayo. Hii ya leo uliobaki, hii uko hai, mwambie Mwenyezi Mungu nisamehe. Kwa Mungu hakuna dhambi kubwa. Anasema yule Muhammad Muhammad al-Busiri, anasema ya abda la taqnat zallati al-azuma, kutokana na mijidhambi mikubwa usikate tamaa. Innal kabaira fil ghufrani kallamami, hiyo midhambi mikubwa katika msamaha wa Allah ni kama madhambi madogo tu. Rudi kwa Allah, yuko tayari kukupokea.
wa kulli ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia innahu huwal ghafurur rahim. Rudi kwa Allah, si tatizo hilo. Sahihi. Kwa hivyo subhana anatuambia wa ila Allahi turja'ul umur, mambo yote yatarejeshwa kwa Allah, kama alivyotuambia hivyo subhana katika suratul Ahzab. Anatuambia sunnat Allah, hiyo ndiyo ratiba aliyojipangia Allah, sunnat Allah, huo ndio utaratibu aliyoupanga Allah. Fil ladhina khalau, kwa wale waliotangulia, min qablu, kabla yenu nyinyi walikuwepo wengine walirejea kwa Allah, ndio sunnat Allah, na nyinyi mtarejea kwa Allah, ndio sunnat Allah. Kwa nini? Walan tajida li sunnati llahi tabdila, katika maisha yako utaratibu wa Allah hakuna kubadilisha. Sunnatullahi fil ladhina khalau. Wenzetu tunawasoma akina Nuhu, tunawasoma akina Musa, tunawasoma akina Saleh, tunawasoma akina Adam na kadhalika, wote hao wamesharejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hiyo ndio sunna ya Mwenyezi Mungu, sote tutarejea kwake. Wala tajida li sunnatillahi tabdila. Angalia tu mimi na wewe tunarudi vipi kwa Allah. Tumalizie, wa ila Allahi turja'ul umur kuntum khairu ummatin, nyinyi ummati Muhammad kwa hakika mmekuwa ummati bora, ukhrijat linnas, uliotolewa kwa ajili ya manufaa ya watu. Nyinyi ni umati bora kabisa, ukhrijat linnas, umma uliotolewa kwa ajili ya maslahi ya watu. Ay antum ya ummata Muhammad khairul umam liannakum anfa'un nasi linnasi, nyie ni wanufaishaji wa watu kwa watu. Anfa'un nasi linnasi, walihadha qala ta'ala ukhrijat linnas, mmetolewa ummati nyinyi kwa ajili ya maslahi ya watu. Tuko pamoja Ubora wetu taamuruna bil ma'ruf, nyie tofauti na nyumati zilizotangulia, muna kawaida ya kuamrishana mema, watanhauna anil munkar, munakatazana mabaya, watuuminuna billah, na mnafanya hivyo hali ya kuwa mmemwamini Allah tabaraka wa taala. Utaona haya maneno kama kuna sharti fulani, kama iko sharti hapa, maneno yenyewe kama yalikuwa yawe hivi, mtakuwa nyinyi watu wema, nyinyi ummati Muhammad mtakuwa watu wema, in taamuruna bil ma'rufi, ikiwa mtaamrishana mema, wa in tanhauna anil munkari, na ikiwa mtakatazana mabaya, watuuminuna billah, na ikiwa mtamwamini Mwenyezi Mungu. Kama kwamba kuna sharti. Kwa sababu gani? Iko hadithi ya Bwana Mtume sallam inasema la taamuruna bil ma'rufi, mchague moja, muamrishane mema, wala tanhauna anil munkari, na mukatazani mabaya. Msivofanya hivyo Mwenyezi Mungu la yushikanna an yab'ath Allahu alaikum, inapelekea au itakaribia Mwenyezi Mungu awapelekee balaa lolote analolijua yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma tad'unahu, kisha mnyanyue mikono, ya Rabbi kuna korona, fala tustajabu lakum, hamjibiwi kama hamkukatazana mabaya, kwa sababu mabaya ndiyo yanayosababisha mabalaa. Watu watake huo ndo ukweli, wasitake huo ndo ukweli. Dunia imejaa mabalaa na shida. Mabalaa yako kwa wanadamu, mabalaa yako kwa wanyama, maradhi, mimea, vyakula, vyote vimekuwa na matatizo makubwa kabisa. Kwa sababu gani? Hatuamrishani mema, hatukatazani mabaya.
kwa sababu wanaoamrisha mema hawana uwezo wa kuyasimamia, wanaokataza mabaya hawana uwezo wa kuyasimamia. Umefahamu bwana? Mimi nitasema hapa lakini sina uwezo wa kuyasimamia ninayoyasema. Mwingine atasema hana uwezo wa kuyasimamia anayoyasema. Kwa hivyo tunasema tu. Lakini wakati wa Mtume palikuwa yanasemwa alafu yanasimamiwa. Sina haramu, akipatikana mtu kazini pigwa mawe, ndio kusimamia kwenyewe huko Kuiba ni haramu, akithibitika mtu kaiba katwa mkono, ndio kusimamia kwenyewe huko. Lakini haya si tunayasoma tu. Umefahamu? Haya tunayasoma tu. Basi ili tuwe wema, kama kwamba hapa kuna sharti, intaamuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, ndio mtakuwa katika sifa ya wema. Kinyume na hivyo, hamkuamrishana mema, hamkukatazana mabaya. Mtume wa Mwenyezi Mungu anatuambia Mungu atakuja kuwaletea adhabu, atakuja kuwaletea balaa, alafu mnyanyue mikono kumuomba Allah. Mungu kama hawasikii, kwa sababu nyinyi mulikataa kumsikia. Tunakwenda pamoja. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum, kama wangeliamini Mayahudi Manaswara, wakaiamini Qur'ani, wakamuamini bwana mtume, wakashikamana na tauhidi, lakana khairan lahum, ingelikuwa khairi kwao. Minhumul mu'minuna, miongoni mwao wapo waumini, lakini wa aktharuhumul fasiqun, walio wengi katika ahlul kitabaini wengi wao ni makafiri. Wachache sana waliokuja katika Uislamu. La yadhurukum, hawa makafiri pamoja na mikakati yao, pamoja na mipango yao, la yadhurukum, Allah anachukua dhamana, anasema hawana uwezo wa kukudhuruni Waislamu. Ikiwa tutasimama katika Uislamu, makafiri hawana uwezo wa kutudhuru, hawana. Haya, uthibitisho unatoka kwa Allah. La yadhurukum, hawawezi makafiri kuwadhuru nyinyi Waislamu. Lakini leo maneno haya ukiyasoma, hakuna mtu anayeweza kukuamini. Hivi si hatudhuriwi na makafiri? Tunadhuriwa. Kwa sababu gani tunadhuriwa? Sio aya hii haifanyi kazi, sisi wenyewe tumeiacha Qur'ani, tukauacha Uislamu. Ndio maana makafiri wako kichwani kwetu leo, wamekukalia juu kwa nyayo zao, wametukanyaga duniani kote. Lakini Mungu alichukua ahadi, anatuambia la yadhurukum illa adha, makafiri hawawezi kuwadhuru kwa chochote, labda kwa maneno ya mdomoni, bughudha tu, maudhi kama matusi, hayo watayafanya. La yadhurukum illa dhararan yasira, madhara madogo madogo, bi alsinatihim, kwa ndimi zao, min sabin, kama vile kutukana, wa nutuqin, kujidai kutia aibu katika Uislamu. Lakini hawawezi makafiri kusimama na sisi kiasili. Kiasili makafiri hawawezi kusimama na sisi. Tuko pamoja? Wa iyukatilukum, kama wataamua kupambana na nyinyi, waanzishe vita, hawawezi kusimama na nyinyi. Yuwallukumul adbara, watakupeni migongo kukimbia. Hawawezi kusimama makafiri na sisi. Sisi tunalo jeshi moja dogo tu, tukiamua sote kufuga ndevu humu, tukiingia katika meli hata kafiri mmoja haingii. Umefahamu? Ndege zile ndevu tu, yani makafiri ndevu wanaona afadhali ya bomu. Umefahamu? Basi tukiamua sie sote msikitini humu tuamue tunafuga ndevu sote, tuna sunna ya Mtume SAW, kila mmoja ana mzuzu wake. Alafu kuna ndege inataka kwenda Saudia, wazungu wakiwemo watashuka. Umefahamu? Hawawezi kutudhuru makafiri. Kwa hivyo wakiamua kuanzisha vita, wa yukatilukum yuwallukumul adbara thumma la yunsarun, kisha hawana mtetezi wa kuwanusuru makafiri, hawana mahala pa kukimbilia wakawa salama.
dhuribati alaihim dhillatu, pamepigwa kwa wao udhalilifu na unyonge, aina mathuqifu, popote watakapokutwa makafiri wawe dhalili na wewe duni. Ndio maana makafiri wakati wa Uislamu una nguvu zake ilikuwa wanatoa kodi kwa Waislamu, dhalili. Shafahamu? Na kama anaishi hapa meli nne, kafiri ambaye anaishi kwa imani yake, anaishi kama ahaludhima, alikuwa anawekewa kilebo kama vile wanavyowekewa wanafunzi skuli vile asili yake walikuwa wanavishwa makafiri, wajulikane kwamba hawa ni makafiri katika mtaa wa Waislamu. Umefahamu? Jamani, sijasema vibaya, vile si alama. Umefahamu? Vile ni alama, wanaweza wakavishwa tu, lakini ninakwambia asili yake ilikuwa hivyo. Umefahamiana? Basi sema bisharani kaharamisha kuvaa vile vilebo. Sijasema hivyo, narudia. Msininukuu vibaya. Vile vinamfahamisha huyu anasoma skuli ya Mwanakwerekwe, huyu anasoma skuli ya Jambiani, au sio? Lakini huko kimsingi ilikuwa wakati Uislamu una nguvu, anapokuja kafiri kuishi katika mtaa wetu kwa dhamana ya Waislamu, huyo kafiri anaitwa ahaludhimma. Ushafahamu? Na ili atambulike na mtu yoyote ilikuwa anavaa nguo yake, alafu juu kinawekwa kilebo cha kumfahamu huyu sio katika Waislamu. Ndio asili yake. Tayari haya jamani, popote watakapokutwa wawe dhalili, illa bihablin minallahi wa hablin minar rasul, isipokuwa watakapokuwa wametaka dhamana kwa Allah na dhamana wakaitaka kwa hablin minan nasi, na dhamana kutoka kwa watu, kwa maana kwamba ndio hao ahaludhima kama watakuja kuishi kwa dhamana na Mwenyezi Mungu na Waislamu, basi anaweza akaishi katika hiyo nchi. Wabau bighadhabin min Allah, Mayahudi wamerejea pamoja na ghadhabu za Mwenyezi Mungu. Wadhuribati alaihimul maskana, na mapemepigwa kwa wao umaskini na udhalilifu. Dhalika, sababu ya kufanywa hivyo Mayahudi, biannahum kanu yakfuruna biayati llah, maisha yao wamekuwa wakizikufuru aya za Mwenyezi Mungu. Maana yake nini? Watu wote watakaokuwa wanazipinga aya za Mungu, watakaokuwa wanakwenda kinyume na aya za Mwenyezi Mungu, Mungu atawadhalilisha katika dunia. Ameyathibitisha hayo katika aya nyingine, waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Unachanga wewe pesa za madagaa, unasema mwezi ujao ndio nitanunua bati, kwa miezi 12 hii nitanunua bati 12, niende nikalaze katika kile chumba changu nihamie. Ule mwisho wa mwezi ambao ulitarajia bati itakuwa 20,000, unakwenda kuikuta 30,000. Unyongei, hudhaliliki, huiduni. Unarudi kwa mama watoto mdogo, vipi mme wangu? Ile bati nimekwenda ishapanda bei. Umefahamu Dhalili, inabidi uuze tena madagaa kwa mwezi nzima. Au madagaa ilikuwa nyumbani unaondoka unaacha 1000, yanapatikana maboflo 4, sio? Sasa hivi ukiondoka 1000 maboflo 4 hupati Sawa? Yamekonda, lakini bei ila almurtafi, utajijua. Waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Subhanallah. Dhalika biannahum kanu yakfuruna biayati llah wa yaqtuluna al-anbiya. Mayahudi walikuwa wanawaua mitume bighairi haqqin. Kwa sasa unaweza ukaichukua aya hii ya kutuluna al-anbiya, al-ulamau warathatul anbiya. Kuna watu wanawadhalilisha wanawazuoni, hawawaui kwa kuwatoa roho, lakini wanawaua kwa kuwaziba midomo, hawafanyi kazi zao. Wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi
bighairi haqqin, wakati hakuna haki hiyo. Dhalika bima asaw, kilichowafikisha hapo ni uasi waliokuwa nao. Wakanu yaatadun, na wamekuwa siku zote wanapindukia mipaka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbi nas'aluka ridwaka, ya Rabbi nas'aluka aljannata, ya Rabbi na'udhu bika minan nar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma arham mashaikhana warham muallimana warham ajdadana warham jaddatina warham ummahatina birahmatika ya arhamar rahimin. Innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.